Moja ya sifa za kipekee za Tanga ni mtandao wake wa barabara zilizopewa namba badala ya majina ya watu au matukio. Kuanzia barabara ya kwanza hadi barabara ya 21. Mpangilio huu umeifanya Tanga kuwa tofauti na miji mingine nchini. Ilikuwaje ilipatikana namba hizi na historia yake ni ipi? Mzee Pashua Shekua anaeleza kuwa utaratibu huo umeendelea kudumu kwa miaka mingi na sasa ni sehemu ya utambulisho wa Tanga. Historia ya barabara za namba wanaita kuanzia barabara ya kwanza mpaka ya 21. Kwanza ilianza barabara ya kwanza mpaka barabara ya 12. Barabara hizi zimeanza baada ya uchaguzi wa kura tatu 1958 kwenda 60. Tulikuwa na wabunge, tulitakiwa tuwe na wabunge wa aina tatu: mzungu, muasia na mwafrika. Jimbo la Tanga ambalo lilikuwa linakwenda mpaka Same. Jimbo la Tanga lilikuwa linakwenda mpaka Same. Yaani Same ilikuwa ni mkoa wa Tanga. Tulisimamisha wabunge watatu, chama chetu cha Tanganyika African National Union. TANU. Mbunge wa kwanza alikuwa anaitwa Mwalimu John Keto. Alikuwa Mwafrika, alikuwa anafundisha Minaki. Mbunge wa pili alikuwa anaitwa Donald Robinson. Mzungu huyu, alikuwa anafanya kazi kwenye mashamba ya Boni. Na mbunge wa tatu alikuwa anaitwa Dr. Krishna. Alikuwa na barabara yake, hospitali yake barabara ya 5. Baada ya kupata bunge hilo, tukawa na baraza la madiwani la uhuru. Kata zetu zilikuwa chache, lakini baada ya kumalizika kwa uchaguzi tukapata madiwani wa kwanza kina Mwakitwange, kina Kombo Salim, ndipo wakabuni barabara hizi, barabara ya kwanza mpaka barabara ya 12. Alipomaliza Mwakitwange akabaki diwani Kombo Salim wa Chumbageni, akawa meya wa manispaa ya Tanga. Akahakikisha barabara zinatoka barabara ya 12 na kufika barabara ya 21 kwenye miaka 65 sasa. Kwa hiyo barabara hizi ni mipango ya watu wa mipango miji. Wengi walikuwa ni wazungu, walipanga mipango ya barabara ili kuwa na urahisi wa kufikika. Ukishuka na ukienda kokote, barabara ya kwanza nyumba namba fulani, barabara ya 5 nyumba namba 65. Ukisema ilikuwa inarahisisha watu kufika sehemu kwa sehemu. Kwa hiyo barabara zilitokana na bunge letu lilivyomaliza kuchagua wabunge wetu wa kura 3 na baadaye kuunda baraza la madiwani la kwanza la Mwakitwange, na ndio hilo lililojenga stendi. Imejenga stendi ile ambayo unaiona leo, inaitwa stendi ya daladala. Ule sehemu ile mbele kote kulikuwa na soko, ulikuwa unaitwa uwanja wa barafu. Watu wanacheza ngoma, ni sehemu ya kucheza siku ya sikukuu. Ikajengwa stendi na soko kwenye miaka ya 1950 kwenda 60. Stendi imejengwa kwenye 60. Soko limejengwa kwenye 50. Naam. Licha ya mabadiliko makubwa ya mji, mfumo wa barabara za namba umebaki kuwa alama ya historia na urahisi wa utambuzi wa maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Juma Mngano, Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.